Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Serikali imetoa msisitizo mkali kuhusu umuhimu wa ulinzi wa taarifa binafsi kama nguzo muhimu ya usalama wa raia na ustawi wa uchumi wa kidijitali nchini. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Angela Kairuki, amezitaka taasisi zote za umma na binafsi zinazokusanya na kuchakata taarifa za watu kuhakikisha zinajisajili katika Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDBC ndani ya muda uliopangwa. Akifunga mafunzo ya maafisa ulinzi wa taarifa hivi karibuni, Waziri Kairuki ametangaza kuwa serikali imeongeza muda wa miezi mitatu kuanzia Januari 8 hadi Aprili 8, 2026 ili kutoa fursa ya mwisho kwa wadau wote kujisajili kwa hiari kwa mujibu wa sheria. Waziri Kairuki ameelekeza Tume ya PDBC kuanza maandalizi ya ukaguzi wa nchi nzima utakaofanyika mara baada ya tarehe ya ukomo kupita. Ukaguzi huo utahusisha taasisi za umma na wizara, kampuni binafsi zikiwemo za simu, mabenki na bima na watu binafsi wote wanaojishughulisha na ukusanyaji na uhifadhi wa data. Serikali imetoa kipindi hiki cha nyongeza ili kutoa fursa ya mwisho. Baada ya hapo, ukaguzi wa nchi nzima utazingatia sheria na utunzaji rasmi kwa kila taasisi ya kampuni inayojihusisha na taarifa za wananchi, alisema Mheshimiwa Kairuki. Hatua hii ya serikali inalenga kulinda haki ya faragha ya kila Mtanzania, kuzuia matumizi mabaya ya taarifa binafsi na kuimarisha usalama wa mtandao. Katika ulimwengu wa sasa, matumizi sahihi ya data yanatajwa kuwa chachu ya maendeleo, kwani yanalenga uaminifu kati ya mtoa huduma na mteja, jambo ambalo ni muhimu kwa ukuaji wa biashara na huduma za kijamii. Moja ya faida kubwa ya ulinzi wa taarifa ni kuzuia wahalifu kuzitumia vibaya kwa wizi au utapeli. Aidha, taasisi zinapaswa kuwajibika kwa namna zitakavyotumia taarifa za wananchi walizopewa na kuvutia uwekezaji. Wawekezaji wa kimataifa hupendelea mataifa yenye sheria madhubuti za ulinzi wa data au taarifa binafsi. Wito huo ni sehemu ya mikakati ya serikali ya awamu ya 6 ya kuhakikisha kuwa mageuzi ya kidijitali nchini yanaenda sambamba na usalama wa raia na mali zao, huku msisitizo ukiwekwa katika matumizi ya teknolojia kwa ajili ya kuboresha ustawi wa taifa. Kutoka Kasako Media, Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.